Wapenzi watazamaji, wananchi wa Emurua Dikir, Narok wamekataa katakata kuamini mbunge wao Johana Ng'eno ameaga dunia. Wamekataa katakata kuamini kwamba aliaga dunia eti kwa sababu ya hali ya anga. Wendani wa William Ruto, Oscar Sudi, mbunge wa Kapsaret, Nelson Koech, mbunge wa Belgut, Mandago, senator wa kaunti ya Uasin Gishu, waliona cha mtema kuni katika mazishi, hafla ya mazishi ambayo iliweza kuandaliwa upande wa Emurua Dikir Primary, kumuaga Bwana Ng'eno, wakisubiria mazishi ambayo William Ruto atahudhuria siku ya Ijumaa. Imagine watu wa Emurua Dikir, mtu ambaye alikuwa anawaweza ni Johana Ng'eno. Yule peke yake ndiye walikuwa wanasikiliza. Hawa wengine ni upuzi tu. Ninakumbuka kipindi kimoja wakati ule wa shamba la Ang'ata Barikoi liliweza kuibwa. Watu wakauawa pale na maafisa wa polisi ambao wanachunga shamba la William Ruto Ang'ata Barikoi. Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja alienda mpaka Emurua Dikir Ang'ata Barikoi kutuliza wananchi wanyamaze. Wananchi walikataa kusikiliza Inspector Generali, wakahitaji Johana Ng'eno akuje ndiposa watatulia. Ilibidi gari au ndege ya Inspector Generali ikaenda mpaka nyumbani mwake Johana Ng'eno marehemu. Sasa wakamchukua kutoka nyumbani kwake, ndipo wananchi wakatulia. Sasa hivi wananchi wamekataa kutulia, wamekataa kusikiliza mtu ambaye anaitwa Nelson Koech. Wamekataa katakata kusikiliza mtu ambaye anaitwa Oscar Sudi. Wananchi wamekataa katakata kuamini kwamba mbunge wao alifariki kifo cha kawaida. Sintofahamu imetokea. Sudi wamekataliwa kwenye haya mazishi.
Karibu tusonge mbele. Ninakuomba tafadhali like video. Ukilike video unasapoti hichi kituo kiendelee kukupea taarifa. Juzi tu niliwaeleza kwamba Wanandi waliambiwa wasikanyage kwenye mazishi yake Johana Ng'eno, kwa sababu wa Kipsigis wanahisi kwamba mtu ambaye anaitwa Johana Ng'eno aliweza kunyamazishwa kwa sauti yake ambayo alikuwa nayo ya kupingana na uozo mbaya, ya kupingana na watu ambao wanaiba mashamba ya Wakipsigis. Na ndio maana walisema kwamba Wanandi wasikanyage kwenye mazishi. Sudi na wenzake wakasema kwamba wataenda pale. Ndio wameenda, wamefika pale. Wameongea au hawajaongea? Walijaribu kutuliza watu, lakini wananchi hawatulii. Wale wananchi wanaweza wakasikiliza watu wawili tu. Mmoja yuko kwa jeneza. Bwana Johana Ng'eno ni kama Raila. Wafuasi wa Raila walikuwa wanasikiza tu Raila peke yake, na Johana Ng'eno alikuwa nasikizwa yeye peke yake, na mtu mwingine ni Isaac Ruto. Lakini ninaelezwa kwamba Isaac Ruto hakukuweko hapa. Wananchi walikasirika mpaka wakaambia gavana wa kaunti ya Narok, sasa tunakuomba usimame kama mwanaume, usitishwe, simama kama mwanaume, usinunuliwe na serikali, usikubali kuwatesa wananchi, watetee wananchi wa Narok, watetee wa Kipsigis, mashamba yasinyakuliwe. Hapa sasa ndio utaelewa jukumu ambalo Johana Ng'eno alikuwa nalo. You will now understand the role Johana Ng'eno had in Kipsigis land. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni ndugu yetu, wewe ni baba yetu, hatutaki mwingine. Maneno tutakayosema wewe ndio unasimamia kila kitu hapa Mruati. Usituachie wadui. Mimi najua unaelewa hapa Patrick. Watu sasa wameanza kuangalia hapa kama watoto imewachwa na mama. Kama mwanaume na usiogope siasa ya Kenya hii. Kama mwanaume kitatu. We are ready to die with you. Hatuogopi. Sisi Johana Ng'eno alitukuza sisi. Kenyani kingine hata kenyani tu. Amani ni nini bwana? Wala kwenye. Kitu garonga kibrasite. Lego gazeteje. Ete kinga muzia korani. Abinga nyandondo akikibiye bunu. Matana ya bichu. Katika taifa letu la Kenya, yule mtu ambaye anazungumza ukweli hatakiwi. Yule mtu ambaye anawatetea wananchi hatakiwi. Sijasema eti kwamba Johana Ng'eno aliweza kuuawa, lakini wananchi wanasema kwamba aliuawa. Sio mimi Ezra nimesema, wananchi wanasema aliweza kuuawa, lakini sio mimi nimesema hayo. Ng'eno alikuwa ni sauti ya wananchi. Ndio, wengine wanaweza wakasema kwamba ni kutokana na ajali ya ndege, hali ya anga. Lakini kumbuka kwamba alikuwa anatafutwa kwa msimamo wake dhabiti. Na wananchi wamekataa katakata kusikiliza viongozi wengine. Kiongozi ambaye walikuwa wanajua ni Ng'eno. Wazo lako ni lipi?
Mimi sina mengi, ila lazima ujue kwamba wewe mwenyewe umeweza kusikia hapo. Huyo mkaka amesema kwamba hawataki kuona kiongozi yeyote mwenye atakuja kufungua macho kukimbia kuelekea Murwa Dikir. Wamemwambia gavana wa kaunti ya Narok kwamba wewe ndio tumeachiwa hapa na tusione mtu yeyote. Ninajua serikali itaenda kupiga siasa zake, ikoroge siasa za Murwa Dikir. Wakuwe na yule mtu ambaye atakuwa anasikiliza William Ruto. Nimekueleza kwamba Johana Ng'eno hakukuwa anataka kununuliwa. Yeye alikuwa ni sauti ya mwananchi. Hebu jiulize, mbunge wako kwa bahati mbaya aage dunia, ataombolezwa jinsi ambavyo Johana Ng'eno anaombolezwa? Ataliliwa jinsi ambavyo Johana Ng'eno ameliliwa? Mimi wangu sioni.